Bwana Yesu asifiwe. Siku ya Jumatatu tunaendelea na masomo yetu. Tunayo mada hapo inayozungumzia habari nzima ya maombi ya uponyaji. Na nipende kukukaribisha tena katika mwendelezo wa siku 70 za maombi. Tunazidi kumtukuza Mungu kwa mambo makubwa ambayo amezidi kuyatenda katika maisha yetu. Bila kupoteza muda, katika siku ya leo tunaangalia habari nzima ya magonjwa ambayo mwovu amekuwa akijitukuza kwa watoto wake. Na nitajaribu kuelezea au kutoa baadhi ya dalili ambazo zinaonyesha kwamba huu ugonjwa sio ugonjwa unaotoka kwa Mungu. Ikumbuke kwamba ukisoma kitabu cha Ayubu ni kati ya watu ambao walipatwa na magonjwa ambayo hayakuwa ya Mungu, lakini yaliruhusiwa na Mungu. Ugonjwa ulitoka kwa Shetani. Aliyeleta magonjwa kwa Ayubu ni Shetani. Tunapozungumza habari nzima ya jinsi gani huyu Ayubu aliishi, huyu Ayubu alipatwa na ugonjwa ule, tunazungumza habari nzima ya kwamba ugonjwa uliruhusiwa na Mungu, lakini aliyeingiza ugonjwa kwa Ayubu ni Shetani. Kwa hiyo ikumbuke kwamba kuna magonjwa mengine ambayo wewe unaugua, mimi ninaugua, sio Mungu ambaye pia ameruhusu. Kuna mengine ni kweli Mungu anaruhusu, kuna mengine ni kweli muovu anatamani kujitukuza kwa watoto wake. Mfano, dalili mojawapo ya ugonjwa ambao utajua kwamba huu sio ugonjwa sahihi. Unaenda hospitalini, unapimwa. Na unapopimwa wewe unajihisi kwamba unaumwa. Unaambiwa kwamba ugonjwa hatuuoni, lakini unajihisi kabisa katika mwili wako hauko vizuri. Jua pale sio ugonjwa salama. Hivyo basi, ikiwa sio tatizo la kiafya zaidi, unapaswa kumrudia Mungu wako. Hapa hatuigizi, unapaswa kumrudia Mungu wako, kumwomba Mungu wako kwamba, na ndio maana kuna baadhi ya magonjwa mengine unaambiwa tu kwamba sisi kwa kweli ugonjwa huu hatuwezi. Unachopaswa tu ni kumrudia Mungu. Na ushauri wangu katika siku ya leo, kwa mujibu wa Isaya sura ile ya 53 mstari ule wa 5, Biblia inazungumza na inasema kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwa Kristo wewe umepona kutoka kwenye magonjwa haya ambayo nimezungumza. Dalili zake ni hizo. Ni magonjwa ambayo muovu anatamani kujitukuza kwako. Kwa hiyo siku ya leo uelewe ya kwamba Mungu katika maisha yetu ndiye mponyaji mkuu. Mungu katika maisha yetu ndiye mponyaji mkuu, hata kwangu na kwako pia. Na ndio maana nanukuu katika kitabu hiki cha Ellen G. White Maombi Prayer, inasema kwamba katika sura ile ya 22 inasema, wagonjwa wataongozwa kwa Kristo kwa uangalifu wa uuguzi ambao wananyanyua mahitaji yao na ambao huinama katika ombi la kumwomba Mungu mkuu wa tiba kumtazama kwa huruma mgonjwa anayeteseka na kuruhusu kustawisha afya yake. Hivyo basi Ellen G. White anatushauri katika siku ya leo, haijalishi ni kweli magonjwa yale sio sahihi, magonjwa yale ni kwa ajili ya kujitukuza muovu katika maisha yako, lakini uelewe tu ya kwamba wagonjwa pia wanapaswa kurejeshwa kwa Mungu. Kwa hiyo siku ya leo elewa ya kwamba kuna magonjwa ambayo muovu huwa anatamani kujitukuza kwako. Chunga hilo, na dalili mojawapo tumetaja ni hiyo, na kujisalimisha ni kwenda kwa Yesu Kristo. Bwana akubariki unapoendelea kufuatilia masomo haya. Niukaribishe kesho. Mungu akubariki sana.